Ukombozi wa uchumi. Ukombozi wa uchumi sidhani kama ni kipaumbele kwa sasa. Sio kipaumbele. Ukombozi wa kifikra ndio swala la mwanzo tunatakiwa tupambane nalo sasa hivi. Nimeona baadhi ya matajiri wamejiwekeza, wanaelekeza nguvu zao za pesa zao kwenye kufungua maviwanda makubwa, miradi mikubwa. Lakini mimi leo nina ujumbe wa kuwaeleza. Kama kweli nia yao ni kutaka kuwakomboa watu watokane na umaskini, kwa mfano, kwa sababu hili limekuwa likielezwa sana, ili kwamba sisi unajua ni maskini sana hivi na hivi na hivi, ambalo mimi nimekuwa nikikataa. Utasema wewe ni maskini katika namna ya kibinadamu hapa, lakini kiroho wewe ni tajiri mkubwa. Na hayo mambo mengine ambayo yanakukuta kimwili ni ya kujitakia, kwa sababu umemwacha Mungu wa kweli, unakwenda unafuata Mungu wa kikatuni. Ndio hivyo, ndio kweli wenyewe. Kwa hiyo yoyote anayedhani kwamba ana pesa zake, basi awekeze kwenye utafiti. Tujue hizi ramani hizi za awali zinazoeleza majina halisi ya bara letu la Afrika zitapatikanaje? Manake zipo na huwezi kuzipata tu hivi hivi, lazima uwe na hela. Basi itengenezwe hiyo timu ya kusaka kwamba jamani, tunatafuta ukweli mwanzo mwisho, alafu tuwe tumalize kabisa mzizi wa fitina hapa. Manake hao maongezi yamekuwa yanaongewa hayana mashiko. Basi tu yakatafutiwe tu ushahidi wa kutosha na tuyaweke wazi, dunia ielewe, kama walivyofanya wenzetu wa vipimo vya vinasaba. Havizungumzi uongo vile. Wewe ulikuwa mtu wa Senegal tu. Wewe ulikuwa mtu wa Ghana tu. Wewe ulikuwa mtu wa Yoruba, wewe ni Yoruba tu. Wewe ulikuwa ni Abantu, wewe ni Abantu tu. Hivyo. Kwa hiyo yule yoyote anayedhani ana pesa nyingi, kama tunavyoona kwenda wanafungua miradi mikubwa. Kuna mradi mmoja mkubwa sana utafunguliwa, mpaka sasa hivi hatujajua unaelekea wapi, lakini kuna mradi mmoja mkubwa wa pesa nyingi sana utafunguliwa. Sijui ni Mombasa huo, sijui ni Tanga, mimi sijajua. Maana mimi hivyo vitu sifuatilii sana. Mimi sivioni kama vina maana kwangu, mimi sio kipaumbele. Ila najaribu kuona kwamba hao wenzangu mbona wanakosea njia? Mbona wanakwenda njia zingine? Mbona msisitizo uko huko kwanza? Tuziokoe kwanza hizi roho. Jamani, hizi fikira za watu si kwanza ndo maendeleo yaanzia hapo. Kwa sababu wewe utakwenda sasa hivi utafungua hiyo miradi, sawa, itatoa ajira nyingi sana hiyo miradi. Na ukishatoa miradi ajira, sasa inaishia ile pesa. Itaishia. Unakuwa umefanya nini? Wampata, wameweka mfukoni, wanazifanyaje? Wakanywe pombe, wakavutie sigara, wakajenge majumba, wakavae nguo nzuri, wakale chakula kizuri. Nini kinachotafutwa hapa? Kwani ndio tumekuja kwa kazi hiyo hapa? Hivi kila mmoja wetu anajua makusudio ya kuweko hapa. Sasa kwa nini hatufikie hapo tukasema hivi, mimi hapa nilikuja kufanya nini? Ukakaa ukatafakari siku hiyo, ukakaa ndani kwako ukafikiria chumbani kwako hapo, hivi mimi nilikuja hapa duniani kufanya nini? Ufanye hivyo, uliza kwanza hilo swali. Uko peke yako hapo, uone vitu sauti itakavyokueleza huko ndani. Itakueleza kwamba wewe una kazi maalum hapa ya kufanya. Si wengine tushagundua kama hivi. Mimi niko kazini, ndio kazi iliyonileta mimi hapa. Ilikuwa mimi nikae hapa, ifike time nianze kuyaeleza naeleza, kwa sababu wenzangu ambao tulikuwa nao miaka hata ya 90 tu hapa, walio wengi hawapo. Ni wahenga na wao, wako kiroho tu. Wako kiroho tu. Kwa hiyo nataka kusema hapa, wewe kama una pesa yako, ingiza kwenye utafiti. Je, ukweli uko wapi? Kama hivyo akina Ngomelea wanazungumza hizi habari, kweli hizi habari ziko sawa sawa?
hela yangu mimi ninayo, hebu nitenge angalau 10% tu ya hizi pesa ambazo nataka kuwekeza, hebu nitenge tu 10%. Kwa utafiti inatosha sana kwenye mabilioni hayo, madola bilioni hayo. Ukitenga 10% tu inatosha. Sio nakwenda tu sehemu tu, kwani nyingi zingine sio mbona mbali, kwani mbali. Safari ya kwenda South Africa, mnakwenda South Africa kila siku. Huko Namibia huko iliko Yerusalemu wakati wote. Lile jangwa pale lilikuwa nani, Galilaya pale, Galilei pale ipo tu pale. Mpaka kesho imekaa mbuga ile, likauka ile maji. Sasa nyinyi mfanye hivi ili mtusaidie kuona kwamba hili jambo tunalieleza lina ukweli ndani yake. Lakini hii habari ya kusema kwamba tusijui tufungue miradi ili iongeze ajira, mwisho wa safari hawezi kutufikisha kokote. Hawezi kutufikisha kokote kwa sababu sio suluhisho la tatizo. Tatizo sio hilo. Tatizo hapa watu tumepotea, watu tumekengeuka, watu tumepotezwa. Tunapelekwa porini wazima na tumekubali kwa hiari. Tunakwenda wenyewe kwa hiari. Tumeubeba mgongoni mwetu uongo. Hakuna mshikamano. Watu siku hizi kila mmoja Mungu. Na baba wa uongo ni nani? Kama kila mmoja ni mwongo, ina maana baba wa uongo ni nani? Si lazima tukue kwa baba yao mwongo huyo. Sasa ni nani huyo? Ndio maana mimi zile video zingine mimi nikasema jamani, angalieni sana msije mkaungana na mpinga Kristo. Mkaniona mimi nazungumza vitu sijui na vitoa wapi. Mimi naeleza ukweli kabisa. Kwamba kama mtu ana pesa zake, awekeze, afanye utafiti haya yote tunayozungumza. Aende achambue vile hiyo quantum physics hizo na quantum system whatever ziko katika idara mbalimbali huko. Achambue, je, hii dunia ina hii universe tabia yake ikoje? Inafanana na maelezo wenzetu wanayoeleza hawa kina Ngomele hapa, kwamba jamani, hii ni anga kuu hii mbingu kuu hii anga mtambuka hii iko hivi na hivi na hivi. Ni kweli wanachozungumza, inatanuka na haina mpango wa kurudi nyuma, inazidi kutanuka. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuende nayo sambamba. Maana sisi tuko duniani, tuko kwenye mfumo huu wa jua, na kuna mifumo mingine chungu mzima inayofanana na kwetu, mabilioni yako hewani huko katika hewa mbalimbali ambako sisi hatutofika bado tuna kazi ya kufika huko. Tumefika kwenye mwezi tu hapo. Sasa hivi kuna Pluto, hizo ziko mbali sana hizo Pluto, tunapata tabu kuzifikia. Sasa hayo maanga yanayozungumza, hayo maanga mtambuka hayo wanaita the void. Yaani ni anga ambalo halifikiki, ni kama vile ni haiwezekani kufikika. Ni kwa sababu ndivyo hivyo ninavyozungumza, kwamba uwezi tu kukurupuka ukasema ukamtengeneza Mungu tu wa kwako wewe wa kufikirika, afu ukasema yuko hivi na ukamwekea na tabia na kila kitu. Hakuna kitu namna hiyo. Kama ukitaka Mungu wa kweli, basi tafuta tabia za mazingira haya yanakwendaje, ndio utajua. Na tabia ya mazingira yako wewe kama binadamu imekaekaeje, huko ndani kumekaekaeje, huo utumbo unafanyaje kazi, chakula kinabadilika janaje kuingia kwenye lishe, na lishe inakusaidiaje katika mazingira ya wewe kufanya wewe uendelee kuwa na afya njema. Hivyo chunguza hilo sasa, basi angalau ndio utaanza kuijua hiyo mbingu kuu na yenyewe imekaekaeje. Ndio limekaa namna hiyo. Kwa hiyo nachotaka kuchagiza hapa ni kwamba wale wenye pesa, mnaidhana mna uwezo wa pesa, fanyeni utafiti, jiwekezeni katika utafiti wa kutafuta Mungu wa kweli. Na mtafute ukweli wa kweli. Je, hivi vitabu ni kweli vinatupoteza? Vilikuja kwa nia ya kutaka kututawala? Je, kuna ukweli mwingine wa hao watu wa kale au wahenga wanaanza kuturudia na kuwaambia au kuwafunulia baadhi ya wenzetu ambao tunao katika mwili, na mpaka wanafika mahali wanaongea? Je, kuna ukweli wowote ndani yake? Kwa sababu kama ni kudanganya, kwa mfano, kwa mfano ningesema mimi najiunga na mimi naanzisha mahali fulani,
na mimi ningekuwa na watu kibao. Na mimi siko hapa kwa ajili ya watu. Mimi siko hapa kuanzisha dini wala sije kuja kutaka wafuasi wala kitu gani, hapana. Mimi nimekuja tu kuamsha watu kutoka kwenye usingizi. Hilo ndio kazi yangu hapa. Kwamba jamani, amkeni, kumekucha, time zake zimefika. Tunatakiwa tuingie awamu zingine za maisha. Sio hii mambo ya maluelue hapa. Naishi maisha ya maluelue. Maisha ya kuigiza, maisha ya maigizo bwana. Tunakaa na maisha ya maigizo, tunakaa kwa maisha ya mashindano. Nani akasema kuna mashindano hapa? Mimi siku zote nalikataa hili jambo. Nani amesema kuna mashindano hapa duniani bwana? Unashindana na nani? Sisi hatukuja kushindana hapa. Sisi ni wamoja. Unamshindana ili iweje? Ili iweje? Usifiwe. Na ukisifiwe itakuwaje? Unataka sifa? Basi mimi niko hapa sitaki sifa. Kwa sababu ujanani mimi nilisifiwa sana hata hivyo. Kwa wale wanaonijua, ujanani nimesifiwa sana. Unataka nini? Uwe nyota. Mimi nishakuwa nyota nilipokuwa kijana. Nyota hapa, nimekwenda nje nikawa nyota vile vile. Kwa hiyo mimi siko hapa kutafuta sifa wala kutafuta sijui kuheshimiwa na mtu. Mimi siko kwa kazi hiyo. Ila ninachozungumza ni ukweli kwamba tufike mahali. Mimi mwenzenu nishafanya utafiti, nimefikia hapa na nimepata ufunuo vile vile, na nawaeleza sasa. Mimi kuna ufunuo hapa jamani, na mimi nimefunuliwa. Sasa msianze kusema kwa nini wewe umefunuliwa? Kwani akina Elia waliofunuliwa walikuwa ni nani? Si walikuwa binadamu na wenyewe walikuwa wanatembea na kama tunavyotembea sisi hapa. Walikuwa wanakula ugali sijui nini. Vivyote walivyokuwa walikuwa wanakula. Na wamevaa mili ya kawaida tu kama hiyo. Nani mwingine aliyefunuliwa? Wako chungu mzima mnawajua nyinyi kwa vitabu huko mnachozungumza. Au wote ni wahenga, walikuwa hapa Afrika. Kwa hiyo tufike mahali, kama mtu una hela yako unataka kuwekeza, kawekeze kwenye utafiti wa kutafuta ukweli ni upi katika haya maisha ya kiroho. Ukweli wake ni upi? Tafuta hiyo kitu, afu utapata majibu. Ndio tutakutana mahali fulani kwamba ninachozungumza ni cha kweli. Ndio utagundua kwamba ninachozungumza sio cha mzaha, ni kweli, ni kipaumbele. Sio hii habari ya kusema watu wapate ajira za kutosha hapa. Nani kasema hiyo mifumo itatusaidia, wakati mifumo hiyo imewekwa karibu miaka chungu mzima, na imemsaidia nani? Mpaka sasa hivi tumekwama. Kwa hiyo tufike mahali tuanzishe sasa njia nyingine ambayo ndio nyakati zake zimefika, ili watu waweze kukomboka katika namna ya kweli. Maanake ukweli ndio utakaotuweka huru, ili tuweze kuondokana kwenye mikono hii ya uongo na maisha ya kimaluelue na haya maigizo, maisha ya maigizo. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini msisitizo ndio huo. Utafiti unatakiwa, utafiti ni muhimu. Una pesa zako, ziingize kwenye utafiti.